Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema serikali inatarajia kuanzisha mfumo wa leseni kwa walimu nchini ikiwa ni sehemu ya mikakati ya kuimarisha uwajibikaji na kudhibiti vitendo vya udanganyifu katika mitihani. Akizungumza leo jijini Dar es Salaam, Profesa Mkenda amesema serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kukabiliana na udanganyifu wa mitihani ikiwemo changamoto mpya zinazotokana na matumizi ya akili unde yani AI. Sisi kwenye mtihani huruhusiwi kuingia na chombo chochote cha kidijitali na huruhusiwi kuingia online wakati unafanya mtihani. Kwa hiyo ukikamatwa na simu hata kama hujaitumia, madhara yake ni makubwa sana. Na sasa imekuwa wazi kwamba ukitumia simu yote unaweza ukatafuta majibu kwa kutumia akili unde ya aina mbalimbali. Unaweza ukauliza swali ukapata majibu kaandika. Lakini tunaendelea kudhibiti, na labda niseme ukweli ni kwamba tumedhibiti vizuri sana masuala ya ufujaji wa mitihani na matumizi ya udanganyifu katika mtihani kwa asilimia kubwa sana. Sasa hivi tuko vizuri kweli kweli, lakini bado tutaendelea kuchukua hatua ambazo tulizichukua mpaka tumefika hapa. Nyingine zilikuwa na maumivu makali sana, na nashukuru wadau walituvumilia, kwa sababu wakati mwingine unachukua hatua ambazo mtu anahisi yeye ameweka uwekezaji wake kama labda unamshambulia au hutaki yeye kuwa mwekezaji. Ilikuwa sio nia yetu, lakini tulikuwa tunapeleka salamu na labda kauli yangu ambayo naisema na nitairudia tena kwa ambao wanajaribu kufanya udanganyifu kwenye mitihani. Wale ambao wanaofanya sio wanafunzi, lakini wale ambao ni watawala wanajenga mfumo wa udanganyifu wa mitihani, mimi nina jinamizi nitakuwa nawatumia na wataliona, watakutana nalo. Hatutaruhusu, lakini hatufanyi hivyo kwa sababu tunachukia uwekezaji wa aina mbalimbali, na tunafanya hivyo hata kwa shule za umma. Mwalimu tukijua unahusika kusaidia udanganyifu, kazi huna, na kwa sababu tunaelekea mahali ambapo walimu watakuwa na leseni. Walimu wote walioko kazini tunaendelea kuwalinda. Huko mbeleni tutakuwa na utaratibu wa kishomba, wewe ni mwalimu lakini utakuwa na leseni. Huko tukishahakisha tumefika huko tukajua unaendekeza udanganyifu, tunachukua leseni yetu tunaondoka nayo, hutufundisha tena hapa nchini. Kwa hiyo lakini mimi narudia, tuko vizuri sana katika masuala ya kuzuia udanganyifu, na baraza la mitihani linafanya kazi nzuri sana. Labda nilipongeze hadharani baraza zima na mtendaji wake mkuu, wamekuwa makini sana, na wale wote wanaosaidia katika masuala ya usimamizi wa mitihani, walimu wote ambao wanashiriki kufanya vile. Mengine mliosema ni machache sana kwa kweli ambao tumeona, lakini na wazazi wahimiza watoto wao wanapoenda shuleni wasiingie kwenye mitihani na simu. Yaani unaweza kuwa umejisahau umeingia na simu, tukikukamata nayo tunakufukuza. Sasa haitusaidii sana. Lakini sasa mnaona madhara yake, kwa sababu ukichukua simu tu ile unaweza ukachukua ukabonyeza ukauliza swali afu kaanza kujibu. Na tukifanya hivyo tutapata watu ambao hawezi kusaidia nchi hii. Wewe fikiria unaenda kutibiwa na daktari ambaye amefanya udanganyifu mpaka akawa daktari. Utapona kweli? Unaweza ukafa vile vile, si ndio? Kwa hiyo tutaendelea vile vile kuhakikisha kwamba tunaendelea kumaliza tabia hii ambayo sasa hivi mbaki ni tabia ndogo ndogo ambazo zipo katika jamii ya udanganyifu. Akili unde tutaendeleza sana akili unde, lakini kama nilivyosema ni teknolojia ambayo lazima tuwe na tahadhari nayo. Moja hapo niyo kama kutumia katika udanganyifu, lakini tuko makini, tutazidi kuwa makini na tunajifunza hata kwenye kongamano hili. Baadhi ya mambo atakayozungumza ni hayo katika akili unde katika elimu, maana yake nini, tuitumie kufanyia nini na nini ambacho tukiepuke.